kwamba tusije tukatumikishwa, ama unapopatana na mtu akakufanya ukasahau kile ambacho uliweza kupokea. Haleluya. Amen. Kuna vitu zingine tunahitaji tusiangalie katika upana na kusielewa. So leo tunataka tuangalie, tunaenda kuangalia kitu ambacho ni kisungumkuti kwa makanisa, yamkini hata wateule, kitu kinaitwa deliverance ama ukombozi. Unajua, so kitu cha ujumla nataka tuangalie ukombozi. Maana tusipoangalia hizi vitu, hata wewe utanaswa. Haleluya. Itafika wakati hata wewe kuonekana kwamba kweli unahitaji ukombozi. Haleluya. So haya ni mambo ambayo tunahitaji tukaweze kuyafahamu na kuyaelewa, ili tusiye tukawa watumwa wa maandiko. Deliverance ama si ndio ukombozi hapa? Deliverance ambayo ni deliverance ama ukombozi. Hiyo ndio kichwa cha ujumbe. Tuweze kujua, unajua unapoambiwa ukombozi, unafaa uelewe unakombolewa kutoka kwa nini, ama unakombolewa na nani, ama ni nini na kukomboa. Haleluya. So si swala tu na kusema ukombozi, eti unahitaji ukombozi. Unahitaji ukombozi wa aina gani, ama unakombolewa na nani, na unakombolewa kutoka kwa nini? Hayo ni maswali tunahitaji tukaweze kuyaelewa. Haleluya. Ili kwamba tusije tukanang'anyika ama tukamikishwa, yet sisi tushakombolewa. Haleluya. Wagalatia 5:1 tu, tusomee tu moja tu, tuanze na hiyo. 5:1 hiyo tu. Asante. Kitabu ni Wagalatia 5:1. Katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Haleluya. Aburudia. Katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Alituandika huru Kristo, Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Kwa hiyo simameni ili msinaswe tena katika kongwa la utumwa. Haleluya. So unafaa uelewe, katika ungwana Yesu alituweka huru. Tumsifu Yesu. For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Hallelujah. Tusije tukakubali tena kuwekwa katika utumwa. Yesu ametuweka huru. Unafaa uelewe, kama mteule, kama mtakatifu, kama aliyetengwa, wewe uko huru. Hallelujah. Hauhitaji ukombozi haina yoyote. Hauhitaji kukombolewa tena. Yesu amekuweka huru kando na kila aina yoyote ile, yoke zote, ile nia zote, Yesu amekuweka huru. Wakati ambapo ulimpokea Kristo. Kuna tafsiri ya TKU inaeleza hivi. Sasa tuko huru. Kwa sababu Kristo alituweka huru ili tuweze kuishi tukifurahia uhuru huo. Amina. Hivyo muwe imara katika uhuru huo. Usimruhusu mtu yeyote awaingize utumwani tena. Haleluya. Aiki inaingia vizuri. Ati tuko huru. Hebu tusome tena kidogo tu. Sasa tuko huru. Sasa tuko huru. Kwa sababu Kristo alituweka huru. Kwa sababu Kristo ametuweka huru. Hebu tusimame kidogo. Sasa tuko huru. Elewa kwamba uko huru, si kwamba utakuja kuwa huru. Hiyo ndio kitu tunafaa upate. Sasa tuko huru. Maana Yesu ametuweka huru. Haleluya. Ili tuweze kuishi tukiufurahia uhuru huo. Tuweze kuishi tukiufurahia uhuru huo. Hivyo muwe imara katika uhuru huo. Hivyo tuwe imara katika uhuru huo. Usimruhusu mtu yote awaingize utumwani tena. Haleluya. Tusimruhusu mtu yote atuingize utumwani tena. Tumsifu Yesu. Maana sisi wote tuko katika uhuru wa Kristo. Tumekombolewa kutoka
katika nira zote. So tuko ndani ya uhuru wa Kristo. So tuishi tukifurahia huo uhuru wa Yesu. Haleluya. Wakati wote, na tusije tukakubali mtu atuweke tena katika utumwa wa torati na sheria. Haleluya. Ama sheria, maana torati ndio sheria. Tumsifu Yesu. Wanaposoma kwamba wanasema, I think wanasoma mambo ya Samsoni. Wakati ule Samsoni hakukuwa na uhuru wa Kristo. Haleluya. So asije akakunasa kwambia tukabomoa madhabahu eti ili ukaweze kuwa huru. Hakuna madhabahu juu yako wewe mpendwa, ambao umeokoka na uko ndani ya Kristo chini ya neema. Haleluya. Wewe hakuna madhabahu ambayo inaweza kukufunga. Wewe umekwisha kombolewa na uko katika huru wa Kristo. Haleluya. Andika kwa Judges 6 mambo ya Samsoni. Sasa huyu mtu unaona anarudi kwa sheria. Sasa yamkini hata wateule wanaletwa katika sheria ama wanawekwa katika sheria ya kwamba unaona kana kwamba wewe uko na, yaani kuna kifungo fulani umefungwa. Haleluya. Lakini hiyo haimaanishi kwamba umefungwa. Ni kitu ambacho unahitaji ukaweze kuelewa. Na tusipoangalia haya maandiko ama hizi vitu, tutakuwa katika utumwa. So na kuna kitu nataka uelewe. Wewe ambaye uko hapa, jiweka kwa kiatu ya kwamba atukufundishi tukaange tu, tunakufundisha ili hata ukafundishe wengine. Usikaange tu ukisema mimi ndi mtu wa kawaida tu eti mimi ni Gideoni. Ni Gideoni, si Samson, sorry. Ni Gideoni. Pole kwa wale ambao lakini tulikuwa tuisome, maana tutaisoma tu. Ni Gideoni. Gideoni aliambiwa akabomoa madhabahu. Lakini iko Judges 6. Iko Judges 6. Tutaisoma maybe tu confirm vizuri. Lakini Gideoni akaambiwa akabomoa madhabahu ya baba zake. Maana ile wakati hakukuwa na uhuru, hakukuwa na neema, hakukuwa na wokovu kamili. Haleluya. Walikuwa chini ya sheria wakati ule, kulikuwa kuna sheria na torati. So alikuwa na ruhusa, alikuwa na uhuru wote wa kwenda kufanya hizo, alikuwa anaambiwa ili akaweze kuwa huru. Haleluya. Lakini sisi tuko ndani ya Kristo, hatuhitaji ukombozi. Wakati ambapo ulimpokea Kristo, hiyo ndio wakati ulikombolewa. Haleluya. Wakati ulikiri Yesu, ukakubali ndani ya moyo wako na ukaamini Kristo, hiyo ndio wakati ulikombolewa na ukakuwa free. Na hata leo uko free. Hakuna kile ambacho kinaweza kukutia chini ya sheria. Haleluya. Ama chini ya laana. Hakuna laana katika maisha yako. So sisi tumekombolewa, hatuko chini ya laana zote. Haleluya. So maandiko yanasema kwamba sisi tuko huru. By the way, hata sisi tunaenda kuwa huru. Maandiko iko clear, very clear. Sisi tuko huru. Si eti kwamba tunangojea kuwa huru. Si kama tunapatana. Tusome tena Waefeso 1:7. Tuone vile inasema. Waefeso 1:7. Inasema nini? Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Haleluya. Tika inaeleza tofauti ama? Nataka ukue makini sana. Maana yamkini hata wateule leo hii wanakombolewa. Anasema TKU kwamba tumewekwa huru katika Kristo kupitia sadaka ya damu yake. Haleluya. Tumesamehewa dhambi kwa sababu ya wingi na ukuu wa neema ya Mungu. Haleluya. So already sisi tumekombolewa na Kristo katika damu yake. Wakati alikufa msalabani, ile siku aliyokufa ndio ulitoka katika mateka ya laana. Haleluya. So wakati ambapo alikufa msalaba, aliwekwa msalabani akakufa, na ile siku alifufuka, wewe ulitoka katika laana. Ulikuwa katika minyororo ya sheria na torati, ulikuwa kwa laana zote. So ukaingia katika uhuru wa Kristo. So wewe hakuna kitu ambacho kimekufunga. So wakati ambapo umemwamini, ukombozi uliachiliwa wakati pale msalabani. Ndio kitu tunafaa ufahamu. Habari njema inasema hivi: maana kwa damu yake Kristo sisi
tunakombolewa, yani dhambi zetu zinaondolewa. Maana yake huo ukombozi ni kuondolewa dhambi, kama tunaondolewa kutoka katika dhambi. Ndivyo ulivyo ukuu wa neema yake. Haleluya. So kitu cha kwanza nilitangulia kusema, wale ambao wanakuambia ama wanasema kwamba unahitaji ukombolewe, unakombolewa kutoka kwa nini? Na unakombolewa na nani? Ama na nini? Because kama wanaweza kuelewa dhambi ndio inakombolewa, ama tunakombolewa kutoka kwa dhambi, na wewe mwenyewe hauna dhambi, maana ulikwisha amini Kristo, so unakombolewa kutoka kwa nini? So ni lazima waelewe ni nini wanakomboa watu kutoka kwa nini, na ni nani anakokomboa. Haleluya. So sisi tumekwisha elewa kwamba tunakombolewa kutoka kwa dhambi, na tushakombolewa, hatuhitaji kukombolewa tena, maana tumekwisha toka katika utumwa wa dhambi. Haleluya. So sisi tuko free, so tushakombolewa. Hakuna kitu kuambiwa eti kwamba eti tukuwete tukaweze kunendicate. Hii ndio kasumba kanisani, by the way. Hii ndio theme. Ibada zote ama ibada yote kanisani ambayo haina ukombozi si ibada. Mpaka unakuta wanaweka healing and deliverance kila Sunday, na mmoja alideliver leo anadeliver next Sunday. Anadeliver kutoka kwa nini? Ama anadeliver nini? Hizo ni maswali tunahitaji kuelewa. Yamkini mpaka wateule wanaenda kukombolewa. Haleluya. So ni lazima tukaweze kuelewa maandiko vizuri, na tukaweze kujifundisha na kufundishwa na Kristo, ili ya kwamba tusije tukawekwa katika mateka. Maandiko yanasema kwa Galatia pale tumesoma ya kwamba tusije tukaruhusu tena kuwekwa chini ya utumwa, ya kongo la utumwa. Haleluya. Ukikubali kwamba wewe tunaenda kukombolewa, haleluya, uko chini ya sheria na umeangamia, bado hujielewi. Tumsifu Yesu. So nataka tuelewe kitu hapa. Hata ukipatana mtu nje, muelekeze na umwambie na umfundishe ya kwamba yeye ako huru siku zote, as long as anampokea Kristo. Mtu ambaye anahitaji kukombolewa ni mtu anapokea Kristo. Huyo ndiye anahitaji ukombozi katika maisha yake, kwa maana bado ako chini ya dhambi ama ako ndani ya dhambi na anaendeshwa na dhambi. So huyo mtu anahitaji ukombozi. Haleluya. Lakini wewe ambaye unamkiri Kristo, wewe ambaye umesaliwa mara ya pili, hauhitaji ukombozi wa aina yoyote, maana umekwisha kombolewa na uko huru katika Kristo. Haleluya. Ni vitu tunahitaji tuelewe. Tusome John 8:32. 8:32 I think. We are trying to understand that ya kwamba tumekombolewa, ili tudhibitishe vikamilifu ya kwamba sisi tuna ukombozi. Tunao ukombozi siku zote, hatuhitaji ukombozi, maana tuko ndani ya Kristo. Yohana 8:32. Soma. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Hivyo and you will know the truth and the truth will set you free. Ukweli gani ambao Yesu anazungumzia? Unajua kile ambacho kinafanya watu wakuwe chini ya utumwa ni kwamba hawajui huru, hawajui kweli. So wakishajua kweli ya Kristo, hiyo kweli itaweka huru, na hakuna siku hata moja watakuwa watumwa wa wawili. Haleluya. Hakuna siku hata moja watakuwa watumwa wa dini. Hakuna siku moja watakuwa watumwa wa sheria, maana hawajajua ukweli. So wakishajua ukweli watakuwa huru ndani ya Kristo. Haleluya. Acha nifike hapo mbele kidogo, ndio inasema anazungumzia maana yake ni utumwa wa dhambi. Anasema number 33, John chapter 8:33. Wakamjibu, acha nianze vizuri, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nao wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Haleluya. Kila atendaye dhambi. So hii utumwa ambao walikuwa na hawako wanajua ukweli wa dhambi ni nini, kitokosa walikuwa wafahamu dhambi ni nini, ili watoke katika ile utumwa wa dhambi. Haleluya. So akawaambia mkijua kweli, hiyo kweli itaweka huru.
So wanashangaa ni kweli gani ama ni uhuru gani wanawekwa? Maana wao ni usawa wa Ibrahimu na wanaonekana kwamba hawana dhambi ama hawajakuwa watumwa wa mtu yote siku zote. Yesu anawaambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. So hayuko huru. Kila atendaye dhambi hayuko huru, ako chini ya utumwa na amefungwa huyo mtu. So mwenye ambaye bado ako katika dhambi, ambaye hajampokea Kristo, ambaye hajaamini Kristo, bado huyo anahitaji ukombozi. Hata maandiko yamethibitisha huyo ako mtumwa wa dhambi, na huyo ndiye anahitaji ukombozi ndani yake. Haleluya. Ama katika maisha yake. Lakini si wewe ambaye umetoka chini ya dhambi, wewe umeokolewa na ukaamini Kristo, ukasaliwa mara ya pili, ukakuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo, unahitaji ukombozi aina yote. Siku zote wewe ni safi mbele za Yesu. Haleluya. So hakuna ukombozi unahitaji wewe. Ushakombolewa na ushakuwa huru, ushawekwa huru katika Kristo. Unajua lakini tunajaribu tu kuifafanua kidogo ile kwamba tuweze kuelewa. Maana wakati ambapo mtu anapitia anaangalia na anaanza kuangalia anasema, "Oh, kwa hivyo nahitaji I need to be disconnected with the blood from the blood of my family." Ya kwamba nahitaji kukatwa kitofu, kukatwa kitafu hiyo damu ya familia yangu. Maana anapopitia kitu fulani anakumbuka kwamba familia yake ilikuwa inapitia. Sasa anahitaji ukombozi. Ya mwingine hata mtu yule anapopitia mapito fulani ama anapoanza kitu na kwamba haifanikiwi, anaanza kusema, "Oh, hata babu yangu alikufa tu akiwa anataka kuwa hivi ama akiwa anataka kufanya hivi. Kwa hivyo hii damu nisipoenda kufanyiwa nikatoe hii blood, hata ni disconnectiwe, hata mimi sitafaulu." So hiyo ni mawazo ya mtoto mchanga katika Kristo. Haleluya. Ukishaelewa ukweli, ukishajielewa ni nani, hizo vitu hata hazina time na wewe. Maana wewe ni kiumbe kipya. Babu yako hakuwa amesaliwa mara ya pili huenda. Babu yako hakuwa amejua ukweli. Hata wazazi wako huenda hata leo hii hawajajua ukweli. So wanapopitia usianze kuangalia eti vile ambavyo kwenu kuko, waanze kutaka kukombolewa. Hiyo ndio inaua watu, hiyo ndio inasumbua watu. Anaanza kusema na ni damu yetu, hii ni kama damu inanifuata. Hakuna damu inaweza kufuata. Ukisoma Wakorintho wa pili 5:17 pale inazungumza nini? Ya kwamba mtu akishazaliwa akishaingia ndani ya Kristo, ya kale yameisha, tasema mapya yamekuja. So you are a new creature in the Lord. Hallelujah. So wewe unahitaji kuangalia nyuma ama kuangalia kile ambacho kinatendeka katika familia yako ama mahali ambapo umetoka. Wewe ni kiumbe kipya na chochote ambacho kinatendeka katika maisha yako ni kipya katika Kristo. Hallelujah. So ndio najaribu kusema kwamba ni vitu ambavyo tunahitaji tukaweze kuelewa. Maana usipoelewa mtu atakuja na atakunasa, atakurudisha katika utumwa, kongo la utumwa wa dhambi tena ama wa sheria. Haleluya. Kitu cha kwanza tunafaa tuelewe, wanapotuambia tukombolewe, kwa mfano nyota yako imenaswa, kwa mfano nyota imenaswa, inahitaji ukombozi wa hiyo nyota. Sasa uweke wakfu nyota yako. Nani yako na nyota? Ni mchawi ama ni mwanadamu ama ni nani? Tunakwambia nyota yako nimekuwa siku 7 msituni. So unahitaji nyota yako imetekwa nyara. Nyota imetekwa nyara, so inahitaji ikombolewe kutoka kwa wachawi ama wale ambao wameiteka nyara. Hiyo ni sarakasi. Hakuna kitu kama hicho. Nyota yako haiwezi tekwa nyara. Na nani? Unajua kitu kwanza uko huru. Na kila kitu kinakontroliwa na Kristo. So itachukuliwaje mikono ya Kristo ikatekwa nyara na mchawi? So ni ile njia ya watu, maana hatujajua ukweli ama hatukuwa tumejua ukweli. Naye ambao uko mahali hapa, enda ufundishe mwingine. Hawezi kujielewa ni nani katika Kristo, ya kwamba hakuna kitu. Na hiyo njia watu wameibiwa. In fact wengine wameibiwa sana. Eti kuweka wakfu nyota, kuna negate nyota 3,000. Eti nyota tu kuweka wakfu nyota yako ni 3,000. Hiyo wakati hata umelala njaa na itisho 3,000. Eti nyota yako ikaweza kunendeketiwa. Wewe ni nani ambao unaweza kunendeketi nyota ya mtu? Na nyota ni gani hiyo? Ni nyota gani unanendeketi?
Hiyo nyota unataka kunendeketi. Hiyo nyota unataka kuweka wakfu ya mtu ambayo imetekwa nyara, inakaa aje? Na iko wapi? Na uliona aje wewe iko wapi? Haleluya. Ete maisha yako yametekwa, yamenaswa. Maisha yamenaswa. Naona maisha yako yamenaswa. Ndiye anasema si mimi nazo. Yako haijanaswa, yako iko sawa. Lakini jaribu kusema nini? Usikubali kuwekwa katika utumwa na hao watu. Sio ukweli, ukweli utakuweka huru. Ukweli, maana wewe katika ukweli. Unafaa ushukuru Mungu sana. Watu wa source ya kweli. Haleluya. So unafaa usambaze kwa wengine. As long as mtu ameokoka na amemwamini Kristo na amesaliwa mara ya pili, huyo mtu ako huru. Hahitaji ukombozi na yote. Eti maisha yako yametekwa nyara, inahitaji kawekwa wakfu, ikombolewe kutoka kwa mikono ya wachawi. Eti unaambiwa kwamba ukishaingia kwa Kristo mambo yote ni mapya kwako. Sasa wakati uliamini Kristo, kila kitu kilihamishwa. Hakuna kitu kilimezwa. Eti unasema kile kilichomezwa kitatapikwa. Tulisoma Wakolosai 3:3. Wakolosai 3:3 inasema kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Haleluya. Tulikufa na uhai wetu umefichwa pamoja katika Kristo kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Pamoja na Kristo katika Mungu. So tulikufa, mwili wa asili ulikufa. Wa Adamu uliosaliwa uliokuwa na laana, uliokuwa unahitaji ukombozi, uliokuwa unahitaji kufunguliwa, uliokuwa unahitaji kutolewa kwa laana, ulikufa ndani yako. So mwili mwingine ukakuja, mwili wa roho, mwili wa asili ulikufa. So wewe ukakufa na Kristo na uhai wako umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Haleluya. So wewe unahitaji kusema kwamba maisha yako yamenaswa. Eti maisha yamkini mtu yule anasimama kwamba anasema anaambiwa maisha yako yamenaswa. Inashangaza. Lakini wanatumia Agano la Kale, sheria. Agano la Kale si mbaya na si eti kwamba atuitumii ama si ya kwamba haina maana. Lakini inahitaji kufafanuliwa na Agano la Pili. Maana ilikuwa kivuli cha Agano la Pili. Haleluya. So ukiconcentrate na Agano la kwanza utapotea. Hautajielewa na utaishi katika utumwa. Tumsifu Yesu. So tunahitaji tuelewe nini? Ni kwamba siku zote sisi tuko sawa na hakuna kitu ambacho kinaweza kutunasa sisi. Eti kazi yako unaenda unaambiwa unapoenda hapa kwa ofisi fulani unakosa kazi na you have all the documents. Eti uko na stakabadhi zote, zinahitaji kupata hiyo kazi. Unapoenda unakosa kazi, alafu unaenda kwa muombezi. Ama tuseme vile utamuita. Aidha ni nabii ama whatever vile utamuita. Anaenda na kuambia ninaona kwamba kuna kitu kinasuia. Kitu gani hiyo? Sasa kuambia kuna watu watatu wako kinyume na maisha yako. Na katika hiyo hali ujue na kuweka chini ya utumwa. Wewe sasa waanze kuamini kwamba ukweli anataka advantage ya kile unapitia. Anataka advantage ya maisha ya hali yako ile ambayo unapitia. So anapotaka advantage anatoa unabii kupitia ile hali. Maana umeruhusu na anakuweka chini ya utumwa wa dhambi. So anaanza kukutabiria, anakuitisha pesa na kuambia tunataka sasa kuwachoma. Hao wamefunga. Unachomewa na hakuna kazi unapata. Kwani wewe sijiuliza vitu kama hizo? Umeombewa mara ngapi na hujapata hiyo kazi? Umededicate kazi yako mara ngapi na haijafika bado hata leo hii? So hii ni sarakasi. Tukishajua ukweli, huu ukweli utatuweka huru. Maana sisi ya kwamba shida ni hii, hatujaelewa dhambi ni nini. Ndio wanatufundisha hivi, wanafundisha watu hivyo. Wakishaelewa dhambi ni nini. Maana maandiko yanasema hapo Yohana 8:33 ya kwamba walipomuuliza aliwaambia chini ni utumwa wa dhambi. Mtatoka utumwa wa dhambi. So ukishaelewa dhambi ni nini na umeshatoka katika dhambi, wewe si mtumwa tena. So tuelewe dhambi
ni nini? Dhambi ni kutomwamini Kristo, ni kutokumwamini Kristo. Yote ambaye hajamwamini Kristo hata leo katika utumwa. Ako na laana, anahitaji ukombozi, anahitaji kunendeketi, whatever anataka kunendeketi ili maisha yake ifanikiwe. Mwingine anauliza pale, na mwenye hajaamini na maisha yake iko sawa. Eti maana nimesema ili maisha yake yafanikiwe. Anauliza, na mwenye ako sawa na hajaamini na maisha yake yafanikiwe. Mafanikio ni nini? Kwa akili zako unaelewa mafanikio kama nini? Ndani ya Kristo. Katika Kristo kile ambacho unaelewa, ambao unauliza. Maana unasema kwamba ninaposema anahitaji amwamini Kristo ili akombolee maisha yake ifanikiwe. Unaanza kuuliza, na mwenye ambaye hajamwamini amefanikiwa. Mafanikio ni nini katika Kristo? Unafaa uelewe mafanikio ni nini kwa Yesu. Kuwa na ghorofa hizi mafanikio, na si kumaanisha hujafungwa ama uko katika minyororo ama uko katika utumwa. Kukuwa na mali za dunia haimaanishi hivyo. Kile ambacho unataka ufanikiwe katika Kristo ni upate uzima wa milele, upate kufanikiwa maisha yako, yafanikiwe maisha ya rohoni, upate kumiliki pamoja na Kristo uzima wa milele. Haleluya! Hiyo ndio manufaa ninapozungumza afanikiwe. Sio si kile ambacho wewe unayenitazama unauliza maswali nimekujibu. Si mafanikio haya, maana hata wale ambao hawajaokoka bado wako na mali za dunia na wako na right ya kupokea hizo mali za dunia, maana wanaishi hapa duniani. Lakini kile ambacho namaanisha katika roho hawana mafanikio ndani ya roho. Katika maisha ya rohoni hawana mafanikio. Kitu kwanza hawana uzima, hawana amani, hawana furaha ndani yao. Pendo hakuna. So wewe umefanikiwa katika hizi vitu vyote. Ndio inamaanisha kwamba unapompokea Kristo, wewe umefanikiwa na maisha yako yako sawa na uko huru siku zote. Haleluya. Tulisoma Kolosai. Colossians. Wote fungue Colossians, I think. Moja. Hebu anza 10 hivi. Kolosai 1:10. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, ukimpendeza kabisa, ukizaa matunda kwa kila kazi njema na kusudi katika maarifa ya Mungu. Na kuzidi katika maarifa ya Mungu, ukiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na sababu ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. 13 nasema nini? Naye alituokoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Haleluya. Alituokoa katika nguvu za giza. Nguvu za uchawi zote haziwezi kukupata, maana ulishaokombolewa kutoka hizo giza zote. Nguvu zote za familia, madhabahu yote yaliyojengwa na familia ama yalikuwa katika familia zako, ulikwisha kutoka huko na ulikwisha kukombolewa huko. Nguvu zote za giza umeshatoka ndani. Haleluya. So alituokoa kutoka katika falme zote za giza na akatukoa katika pendo la mwana wake Yesu Kristo. So wewe katika pendo la Kristo hauhitaji kuambiwa kwamba eti laana ya jamii zenu zinakufuata. Eti walikuwa si vitu za wenyewe sasa zinakufuata kisasi hadi kisasi. Hakuna kitu kama hicho. Kisasi vile vilikuwa wakati wa sheria, wakati wa laana. Siku hizi ukiingia ndani ya Kristo, wewe hata umeshatoka. Umeshatolewa ndani ya hiyo kisasi. Umeingia katika kisasi cha Kristo. Haleluya. Kisasi kipya ndani ya Kristo, katika uhuru wa Kristo. So wewe hautaki ama hufai kuangalia nyuma, haufai kutafakari kile ambacho babu yako alikuwa anapitia. Ati walifanya nini? Babangu walifanya nini? So hii kisasi lazima kinifuate. Ati mpaka hata leo hiyo wanarithi ugonjwa. Unashangaa mpaka watu wanarithi ugonjwa. Ati kama ni kifafa unarithi kutoka kwa watu wenu. Very funny. Unarithi mpaka ugonjwa na unakubali kwamba ugonjwa huu ni wa kwetu. Sasa unahitaji kukombolewa kutoka kwa hiyo ugonjwa. Yet wewe hata umeokoka. Wewe umemwamini Kristo.
wewe ni mteule, wewe ni mtakatifu, umetakaswa, umeoshwa. Na anasema na tena unataka kuwa na kifafa cha familia. Ni mafundisho mbaya. Ni mafundisho mbaya. Ni watu kutuelewa maandiko. Lakini tukishaelewa maandiko, tutakuwa huru siku zote. Hakuna mtu ambaye yoyote mahali popote, hata akufanye nini, hautakubali kukaa chini ya laana. Maana uko chini ya laana. Lakini ukikubali kuwa chini ya laana, utakuwa chini ya laana. Na 14 nasema nini? Yoyote wa Kolosai, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha ya dhambi. Hiyo ndio ukombozi. In fact, wale ambao wanakuambia ukakombolewa kutoka kwa familia, hiyo si ukombozi. Ukombozi hiyo si ukombozi. Anasema maana katika yeye tuna ukombozi, msamaha ya dhambi. Haleluya. Hiyo ndio ukombozi. As long as umesamehewa dhambi, that is simple. Hakuna kitu kingine unahitaji wewe kufanyia ukombozi. So wale ambao wanasema watu wakombolewe kutoka kwa nini? Na maandiko yanasema kwamba katika yeye tuna ukombozi. Hiyo ndio kitu, the key word, ukombozi. Ndio tunataka tujue. Ukombozi maana ndio tunazungumzia juu ya ukombozi. Katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha ya dhambi. Haleluya. So sisi tuna msamaha wa dhambi na tumekombolewa siku zote. Kuambiwa kwamba tukombolewa kutoka kwa kizazi cha kwenu, hiyo si ukombozi. Ni sarakasi. As long as utakombolewa kutoka kwa dhambi, usamehewe dhambi, bado uko chini ya laana. Hata ukifanya watu wa kila kitu ambacho unafanya, bado utakombolewa, uko chini ya laana. Lazima ukombolewe. Hii ndio ukombozi tunaozungumzia. Tumepata ukombozi ni nini? Wale ambao wananisikiza, wherever you are, mtu anapokuambia ukombolewe, yeye tuko ndani ya Kristo, muulize anakukomboa kutoka kwa nini? Ni nini kina anakukomboa kutoka kwa nini? Maana ukishamuuliza hivyo akueleze anakukomboa kutoka kwa nini, ndio unahitaji akukomboe. Kama akuuliza nguvu za kukomboa. Si kama tunapata. Katika yeye tuko na msamaha. Tuko na ukombozi, yani msamaha wa dhambi. As long as umesamehewa dhambi zako, ama dhambi zimetolewa ndani yako, wewe umesamehewa au umekombolewa. Hakuna ukombozi mwingine. So yamkini mteule ambaye amekombolewa na ako na msamaha wa dhambi, anaambiwa akombolewe kutoka kwa kizazi. Hii imetoka wapi? Walitoa wapi? Ama wanafanya aje? Unajua vitu vingine tunahitaji tukaweze kuelewa. Na hata waweze kutuambia. Lakini si mbaya, ni vile hawajajua. Lakini hata wewe ambao unanifukiza, mtumishi ambaye unahubiri, ama mhubiri ambao unahubiria watu, ukiwaambia wakombolewe, wanakombolewa kutoka kwa nini? Yeye huyu mtu amesamehewa dhambi na ako na ukombozi ndani ya siku zote. Halafu unamwambia akombolewe na nini? Kutoka kwa nini? Na nani anamkomboa? Yeye Yesu ameshamkomboa. Amepata ukombozi katika Kristo. So hakuna ukombozi tena unahitaji wewe ambao uko ndani ya Kristo. Tumsifu Yesu. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Katika yeye tuko na ukombozi wa dhambi. Tuko na ukombozi, yani msamaha ya dhambi. So nimesema mnipate vizuri. Mmoja ambaye bado hajampokea Kristo, anaamini Kristo, huyo bado anahitaji ukombozi. Hapo tunahitaji kukomboa. Ndio tunahitaji tuwakomboe watoke kwenye dhambi, wapate ukombozi wao. Si wewe na in fact waende kutafuta wale ambao hawajakombolewa. Ndio unakuta sasa, maana wamechanganyikiwa viwango fulani, haona ufahamu katika Kristo, unasema kwamba wewe subiria mlevi. Sasa na huyu mlevi ndiye anahitaji akakombolewe. Wewe unaambia mteule akombolewe kivipi? Na ashakombolewa. Yesu akasema nini? Alipopeana yule mfano wa yule ambaye mchungaji amekuwa na kondoo 100. Moja inapotea, anaenda kutafuta ile moja. Maana hizi 99 ama 99 zinajielewa.
zinajifahamu. So wewe ambaye unaenda kutafuta hizi unashughulika na hizi 99, unaacha ile moja ambayo imepotea, ambayo ile moja ni ule mlevi, ile moja ni ule ambaye kahaba, ule moja ni ule mchawi ambao unaangamiza. Wewe unakuja kwa wale ambao wanajielewa, unaanza kuambia wakombolewe. Yet badala uende ukakomboa wale ambao wanahitaji ukombozi, tuna unachanganyikiwa kiwango fulani. Maana wale ambao wako katika Kristo hawahitaji ukombozi. Hata pasipo wewe wameshakombolewa. Pasipo wewe Yesu anawatambua. Pasipo wewe wako na ukombozi na uzima wako nao. So wewe hata ukiwaacha hata na hawa unaanza kuambia eti tuwakomboe. Sasa nikianza kuambia unahitaji kukombolewa na wale wako nje nayo watakombolewa na nani? Nashughulika na hizi 99, yet hizi zinajielewa siko sawa. Anakuja kwa wale ambao wamepotea na wale ambao hawajielewi. Alikuja kwa wale ambao ni wabaya. So wewe endea wale ambao hawajielewi. Eti leo wewe sienda kwa kilabu ubiri. Eti wewe sikuta kahaba umhubirie. Mchawi mwenyewe wewe unataka kumwangamiza, wewe ukamhubiria. Yeye tu ndiye anahitaji ukombozi. Unahubiria mwenye ambao already ameshapata ukombozi ndani yake, ndio unataka kutafuta. Tukuchanganyikiwa ama ni nini? Tupate kuelewa. Huyu mlevi maana anahitaji ukombozi, ampokee Kristo. Maana hiyo si asili yake. Akishajielewa ataacha ulevi. Huyu ndiye anahitaji kukombolewa kutoka kwa dhambi. Wanaua wachawi. Wanaangamiza wachawi. Hao wachawi watakuja kukombolewa na nani? Akikufa ataenda wapi ili umuue? Maana wanahangaika, hawajielewi. Unasema huyu mchawi akiishi atafunga njia zangu, atafunga huduma, atafunga kazi yangu, atafunga familia yangu. Maana utajielewa. Lakini huyu mchawi hata akiwa hapa unahitaji umuonyeshe upendo. Maana hata akifanya vituko zake wewe huwezi pata, maana uko ndani ya Kristo na uko na huru wa Kristo. Tumsifu Yesu. Lakini ukikuta wanaua wachawi ni vile ambavyo hawajielewi. Maana wanaokopa mchawi. Yeye anahitaji amulete karibu, amuokoe kutoka kwa dhambi, kutoka kwa hiyo uchawi, amwamini Kristo, akuwe huru ndani ya Kristo. Ati mtu hawezi taka kuona mlevi mahali. Hata kuona mlevi. Na huyo mlevi ndiye anahitaji ukombozi, ambao anakuja kukomboa wale ambao wameshakombolewa. What are you doing? Unafanya nini sasa? You are doing contrary to the word. Because badala ya ufanye kile ambacho kinafaa, wewe unaenda contrary ama kinaya ya maandiko, kinyume cha maandiko. Badala ya uendee ule ambaye anahitaji ukombozi. Ni kama kwa mfano mtu ambaye ameshiba mpaka chakula cha kwake amesasa chakula, unampelekea chakula, yeye kuna mwingine anaenda kufa njaa kesho yake. Sasa unasaidia nini? Ama unafanya nini? Badala upelekee yule ambaye anaangamia na njaa, unapelekea mwenye